Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kisa cha ndani. Juma hili tuna kisa kinachosema hakuna kinachotokea kwa nasibu. Muda mfupi baada ya Rini kuwasili Ufilipino, alipokea ofa ya kufanya kazi kama mhasibu wa shirika la maendeleo na misaada la Waadventista, ADRA. Baada ya mwaka 1.5 wa kufanya kazi na ADRA, alifanya kazi kwa miaka 8 kama mhasibu katika misheni ya Cavite ya kanisa la Waadventista. Rini alifurahia kufanya kazi na kanisa la Waadventista. Maisha yalikuwa rahisi na yenye starehe. Alipokuwa mvulana, alifikiri kwamba kuwa Mwadventista ilikuwa njia ya kupata utajiri. Lakini sasa hakuwa na shauku ya kuwa tajiri. Alitaka tu kuwatumikia wengine hadi wakati wa kuja kwa Yesu mara ya pili. Siku moja, Rini bila kutarajia alipokea mwaliko wa kuchukua nafasi ya mhazini anayestaafu wa harakati ya wamisionari 1000 ambayo ni sehemu ya kanisa la Waadventista ya division ya kusini mwa Asia na Pasifiki, na inayotoa mafunzo kwa mamia ya wamisionari kila mwaka katika makao yake makuu huko Silang, jiji katika misheni ya Cavite. Rini alijiuliza ikiwa anaota. Alitaka kuwa sehemu ya harakati ya wamisionari 1000 tangu alipompa Kristo moyo wake kupitia urafiki na mmoja wa wamisionari wake. Misionari huyo Rodel sasa alifanya kazi kama mchungaji aliyewekewa mikono huko Ufilipino, na angeshangazwa na kufurahi ikiwa Rini angekuwa mhazini. Lakini Rini alijiuliza, je, ninaweza kusimamia kazi ya uhazini? Mimi ni mhasibu wa kawaida tu. Usiku huo, Rini aliota kwamba alikuwa anafanya kazi na harakati ya wamisionari 1000. Kisha mwenyekiti wa division ya kusini mwa Asia na Pacific alimtaka awasilishe wasifu wake kwa ajili ya kazi hiyo. Muda mfupi baadaye, kamati ya division iliidhinisha utaradhia au kuteuliwa kwake na akaajiriwa. Rini hajatazama nyuma. Kadiri ambavyo amekuwa mwaminifu kwa Mungu, ameona jamaa zake waliowahi kudharau imani yake wanajiunga na kanisa la Waadventista. Miezi 2 baada ya kurejea Ufilipino, wazazi wake walibatizwa. Hiyo ilikuwa zawadi ya Mungu kwangu, alisema. Ilikuwa kana kwamba Mungu alikuwa anasema, kwa sababu umekuwa mwaminifu kwangu, nina zawadi kwa ajili yako. Dada zake 2 pia walibatizwa. Wakati huo huo, kampuni ambayo alikuwa amefanya kazi nje ya nchi iliporomoka wakati wa ugonjwa tandavu wa uviko 19. Ikiwa angekubali nyongeza ya mshahara, angepoteza kila kitu. Leo alisema, anawiwa na Bwana anayesema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, huwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Yeremia 29:11. Hakuna kinachotokea kwa nasibu. Rini Tukaldo alisema, Mungu alikuwa na mpango kwa ajili yangu. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.